Watu wengi huharibu maisha ya pesa kwa sababu ya majivuno na kutaka kuonekana. Kutoka katika kitabu cha The Psychology of Money, hili ni somo ambalo mwandishi amejaribu kulielezea kwa kina. Somo hili linaumiza watu wengi kimya kimya. Sio kwamba hawana akili na wala sio kwamba hawajui kutafuta pesa. Tatizo kubwa mara nyingi ni kutaka kuonekana wamefika. Watu wengi hutumia pesa ili waonekane muhimu. Mfano, kununua vitu vya gharama ili watu washangae, kutumia hela nyingi kwenye starehe za kuonekana, kuingia madeni kwa sababu ya sifa na kuiga maisha ya watu wa mitandaoni. Lakini ndani wana stress, wana madeni, hawana akiba na wana hofu ya kesho. Katika maisha yetu ya kila siku, mitandao imeongeza mashindano ya maisha. Kila siku unaona magari, safari, simu mpya, maisha ya kifahari, halafu moyoni unasema na mimi natakiwa niishi hivyo. Tatizo, unaona picha, huoni shida zao, huoni mikopo, huoni pressure, usingizi wanaokosa na huoni maisha yao halisi. Lakini pia kutaka kusifiwa kunaweza kukuangusha. Hii ni kweli sana. Ukianza kufanya kila kitu kwa ajili ya watu wakushangae, watu wakupende, watu waone umefanikiwa, unaweza kuharibu maisha yako ya baadaye, kwa sababu hela nyingi zinaanza kuishia kwenye muonekano badala ya kujenga maisha. Kujilinganisha na watu hakumaliziki. Kila siku kuna mtu anakuzidi. Ukianza kuishi kwa mashindano hutapata amani, kwa sababu ukipata kitu utaona kingine kikubwa zaidi. Utulivu wa kweli haupo kwenye kuonekana. Utulivu wa kweli unatoka kwenye kuwa na akiba, kutokuwa na madeni mengi, kuwa na uwezo wa kusimama hata shida zikitokea, na kutokuwa mtumwa wa maoni ya watu. Watu wenye nguvu nyingi kifedha mara nyingi hawapigi kelele. Mara nyingi wanaishi kawaida. Hawalingi sana, wanapanga maisha yao kimya kimya kwa sababu wanajua amani ni bora kuliko sifa za watu. Kila wakati unapaswa ukumbuke, ukijaribu kuonesha kila hatua ya maisha unaweza kuishi kwenye pressure kubwa sana, lakini ukijifunza kujisitiri kidogo, kutumia kwa akili, kutafuta utulivu badala ya sifa, maisha yanakuwa mepesi zaidi.